tumempokea makamu wa rais wa Benki ya Dunia. Makamu wa rais anashughulikia eneo letu la Afrika Mashariki na Afrika ya Kati, Victoria Kwakwa. Amekuja hapa kukagua kazi zilizofanywa kupitia mradi wa Benki ya Dunia unaitwa E-Strip. Ni mradi ambao unafadhili shughuli mbalimbali hapa chuoni, unafadhili Arusha Technical College, unafadhili vile kule Mwanza DIT, na tunaona matokeo yake ni mazuri sana. Tumeshukuru sana kumpokea, na kwa sababu Benki ya Dunia ina miradi mingi sana ya elimu. Ukiacha E-Strip, vile na fadhili mradi wa Boost kwa ajili ya shule za msingi, mradi wa Sequip kwa ajili ya sekondari, unafadhili vile mradi wa kuongeza ujuzi hapa nchini kwa wanafunzi, na mradi wa vyuo vikuu unaitwa HIT. Kwa hiyo tumefurahi kumpokea, na kwa sababu mwezi huu ndio muda wake wa mwisho kufanya kazi katika Benki ya Dunia, imekuwa ni furaha kweli kumpa shukrani kwa kazi nzuri sana alizofanya. Alipokuja hapa mara ya kwanza, tulienda naye Magomeni, shule ya Turiani, kwenda kukagua vile juhudi za Benki ya Dunia katika kuwarudisha watoto waliacha shule kurudi kwenda kusoma. Kwa hiyo siku yake ya mwisho hii naye amekuja hapa kutembelea hapa kwetu. Na kama unavyojua Benki ya Dunia ina miradi mingi sana, lakini amekuja kuchagua eneo la elimu kwa ajili ya kutembelea. Ameeleza jinsi ambavyo anaona serikali imekuwa na uthubutu mkubwa sana kuleta mageuzi ya elimu. Na amemshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa maono yake. Najua anaenda Dodoma, ataenda kukutana naye vile atamueleza yote hayo. Sisi tunashukuru Benki ya Dunia kwa sababu zamani Benki ya Dunia kwa kweli ilikuwa kama kikwazo cha mageuzi ya elimu. Miaka ya 80 wakati wa mageuzi makubwa ya uchumi yaliyoendeshwa kwa kushirikiana na Benki ya Dunia na shirika la fedha la kimataifa, walituchelewesha, na mara nyingine na wakumbusha sio sana. Lakini sasa hivi kwa kweli tunafurahi sana kwa sababu wanasikiliza nchi inataka nini na serikali yetu inataka nini, alafu wanaungana na sisi kuhakikisha kwamba wanafanikisha kile tunachokitaka. Tunamtakia Victoria Kwakwa kila laheri baada ya kuondoka Benki ya Dunia. Tunaamini kutakuwa na fursa chungu mzima zinamsubiri. Yeye anasema pengine atarudi kwenda kufundisha chuo kikuu, kumbe naye ni mchumi vile. Lakini kwa vyote vile tunaamini tutaendelea kuwasiliana naye, na Nathan Bekele ambaye ndio mkurugenzi wa Benki ya Dunia hapa Tanzania, tutaendelea kufanya naye kazi kwa karibu kwa sababu tunahitaji kushikana mkono wakati tunavuka kile kipindi kikubwa cha mwaka 2027, ambapo kuanzia wakati huo elimu ya msingi itakuwa miaka 6 na elimu ya lazima itakuwa miaka 10. Katika Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam tumepata bahati ya kutembelewa na makamu wa rais wa Benki ya Dunia kwa upande huu wa Afrika, na hasa amekuja kuona mageuzi na maendeleo makubwa ambayo yanaendelea katika taasisi yetu ya teknolojia, ambapo tumebahatika kunufaika na uboreshaji wa miundombinu ya ufundishaji iliyopo. Kuna majengo ambayo yana uwezo, kwa mfano moja lina uwezo wa kuchukua wanafunzi zaidi ya 2000 kwa wakati mmoja, ambapo zaidi katika jengo hilo kuna maabara za kisasa kwa ajili ya kuwapa wanafunzi, kuwajengea uwezo na kuwapa wanafunzi ule ujuzi unaohitajika katika kuunganisha nadharia na vitendo, na vile kupunguza lile pengo lilopo kati ya yale yanayofanyika katika taasisi za teknolojia na kilichopo kwenye ulimwengu wa viwanda. Miradi hii ambayo inafadhiliwa na Benki ya Dunia imesaidia pia katika kuongeza ujuzi wa kitaaluma kwa wakufunzi wetu, lakini pia kuwapa ule ujuzi wa viwandani, na vile kuna kituo ambacho kinasaidia wanafunzi kuendeleza zile bunifu zao. Manake ni kwamba wanapata fursa ya kubaki hapa chuoni na kuendeleza zile bunifu zao ambazo zina uwezekano wa kuingia sokoni, kwa maana ya kwamba kuziwezesha kufikia ngazi ya kwenda sokoni na kupelekwa sokoni kiasi cha kupelekea kwamba wao wanaweza wakaanzisha kampuni zao wenyewe na wakajitegemea. Niseme kwamba hii ziara kwetu sisi ni bahati kubwa, kwa sababu vile wameona yale mapungufu ambayo bado yapo, na uwezekano upo wa kuendelea kupata msaada wao katika kubridge zile gaps ambazo zilizobakia. Mradi huu wa Benki ya Dunia unatekelezwa katika campus zetu
mbili, kampasi ya Dar es Salaam ambayo ni kampasi kuu, ambapo upande wa TEHAMA ndio kuna kituo cha umahiri cha TEHAMA, na upande wa Mwanza unashughulika zaidi na, kwenye kampasi ya Mwanza tunashughulika zaidi na teknolojia ya ngozi, ambapo vile vile kuna ujenzi mkubwa uliofanyika wa majengo ya maabara, madarasa pamoja na mabweni kwa ajili ya kuendeleza teknolojia ya ngozi.